nikaweze kunena neno lake. Haleluya. Kwa hivyo nasema wale wachungaji wote tunaofanya kazi pamoja, pia nanyi na washukuru. Ni kwa wakati huu mmeweza kukubali nikaweze kuwa mbele yenu, tukaweze kusikiza vile Mungu anavyosema. Haleluya. Ambia mwenzako leo ni siku ya kuondolewa maadui. Unajua nimekuja kuangalia nikapata kumbe Mungu alikuwa ameniconnect na Pastor Irene. Haleluya. Ile mahubiri niliyokuwa nayo ni the same na ile ya Irene. Haleluya. Kwa hivyo chenye tunaenda kufanya ni kutia ile imepita moto. Haleluya. Tuongezee kuni ndio ikuwe inachoma sawa sawa. Haleluya. Leo nataka kuongea juu ya kutembea na nguvu za Bwana. Haleluya. Kutembea na nguvu za Bwana sio zile nguvu za kukula chakula. Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Ukitembea na Roho Mtakatifu, mambo yanakuwa yasiyo ya kawaida. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ndio ile neno nimepata ya siku ya leo, nimeweza kupewa na Mungu. Tunaenda kuingia kwa kitabu cha Samueli wa kwanza chapter 17 from verse 31 to 52. Kichwa yake inasema Daudi akiwa Goliathi. Haleluya. Hiyo ni maandiko tunayoyajua, tumeyasikia sana, lakini leo nataka tukaweze kuisikia kwa sauti iliyo juu sana. Haleluya. Naomba pastor ukaweze kunisomea hiyo Samueli wa kwanza chapter 17 verse 31 to 52. Na basi nitasoma Samueli wa kwanza 17 mstari wa 31 mpaka 52. Maandiko ya Bwana inasema, na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita. Daudi akamwambia Sauli asisimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu kupigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akishuka kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa ile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmojawapo wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Amen. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makusha ya simba na makusha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Fika hapo. Haleluya. Hii maandiko nimefanya kuikata ni kwa sababu tukianzia verse 1 itakuwa topiki kubwa sana. Na ile point iko kwa hiyo maandiko nimesema from verse 31 to 52. Kwanza inaongelelea Daudi aliposikia wana wa Israeli wamesumbuliwa sana na Goliathi. Haleluya. Daudi alipoenda pale aliweza kutazama na akaona huyu mtu ametekelea wana wa Israeli sana. Na yeye akajitolea. Akasema yule
atakayeua huyu mtu atapewa nini? Kwanza kuna watu walimdharau. Haleluya. Kuna watu waliona ni kama ni katoto kadogo, wakaona yeye ni kijana mdogo, hakuna kitu ambacho anaweza. Lakini kuna kitu hapo nimejua. Daudi alikuwa anajua si yeye anafanya hiyo kazi. Ni Mungu aliye ndani yake anafanya kazi. Haleluya. Mpendo, kuna mambo unaopatana nayo, unakuwa wewe kwa hayo mambo uwezo ukafanya chochote. Lakini yule Mungu aliye ndani ya maisha yako ana uwezo wa kusimama na kufanya kazi kwa njia ya kipekee. Haleluya. Sijui ni jambo gani hilo umefika mahali ukakuwa ni kama unaona ni kama imekuwa Goliathi kwa maisha yako. Unashindwa utaiondoa namna gani? Leo nimekuletea habari njema ya kana kwamba kuna Yesu aliye na uwezo wa kuondoa Goliathi kwa maisha yako. Haijalishi Goliathi wewe gani. Ukiamini huyu Yesu atatenda kwa njia ya kipekee. Pastor, endelea from verse 38. Mstari wa 38 maandiko inasema, ndipo Sauli akamfika Daudi mavazi yake ya vita. Akamtia shepeo shaba kishwani. Akamfika dili. Naye Daudi akajifunga upanga ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda vita na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Akaishukua fimbo yake mkononi, akajishagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji. Akayatia katika mfuko wa kishukaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake. Na kobeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Yule Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia. Na mtu yule aliyemshukulia ngao yake akamchagulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga, nitakukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi wa Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Fika hapo. Haleluya. Maandiko ya Mungu imesema kana kwamba Daudi alivalishwa manguo zile za vita, lakini zile nguo hazikuweza kumsaidia. Haleluya. Wapendwa, kuna vita zingine tunaweza kuwa tumepatana nazo, inakuwa haihitaji mambo ya dunia. Unajua kuna vile unaweza pata na pigana na mchawi, yeye anaenda kwa waganga kule Tanzania, anaenda kutafuta nguvu za giza ndio akuje kulimaliza. Lakini kwa sababu mimi niko na Yesu ndani yangu, yule Yesu aliye ndani yangu anaenda kusimama na kupigana vita. Haleluya. Daudi, maandiko yanasema amechukua mawe, ameokota mawe na akaweka kwa ile kikapu yake aliyokuwa anaibeba alipokuwa analisha kondoo. Maandiko yanasema yeye alipookota mawe alijua hili mawe kwanza, alijua hili mawe ndio litamaliza Goliathi. Kuna kitu Daudi kwanza aliweka ndani ya maisha yake, na hii kitu nataka tuiweke kwa maisha yetu siku ya leo.
Daudi aliweka imani yake akana kwamba hata wewe shindwa. Bwana sio sana. Wapendwa, yale mambo tunayoyapitia tunakuja tunashindwa ni kwa sababu hatujaamini kana kwamba Bwana ana uwezo wa kutenda. Hatujaamini kana kwamba Bwana ana uwezo wa kupigana. Unakuja unapata unapigwa na wachawi. Unakuja unapata unalemewa na magonjwa. Lakini badala ya kumlilia Mungu unafika kiwango ya kwenda kwa waganga. Ukatafute msaada huko. Mpendwa, uliye mahali hapa, nataka nikuambie siku ya leo, kuna Mungu aliye zaidi ya hayo mambo yote, na ukimwamini anatenda kwa njia ya kipekee. Daudi alijua hii mambo nikirusha hivi, si mimi nitakuwa nimeirusha, itakuwa na nguvu za Bwana ndani yake. Na wapendwa, nawaambia hiyo mawe ikifanya kazi. Pastor, endelea. Haleluya. Mstari wa 46. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda kumkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi ili akutane na yule Mfilisti. Daudi akatia mkononi wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamuingilia kipajini, akaaguka chini kifudifudi. Hebu fika hapo. Biblia inasema Daudi alipomkaribia Goliathi aliingiza tu mkono wake kwa ile chondo alikuwa nayo, akachukua jiwe moja na yeye akataka kummaliza Goliathi nayo. Haleluya. Wapendwa, kuna mambo hatutayaweza tukikosa nguvu za Bwana. Kuna mambo yanawezekana tukiwa na nguvu za Bwana. Tusipokuwa na nguvu za Bwana, kuna mambo yatatutesa, kuna mambo yatatuangamiza. Lakini tukiwa na nguvu za Bwana, hayo mambo yatakuwa rahisi. Daudi alipojua siri ni kukua ndani ya Kristo Yesu, siri ni kuamini Yesu Kristo kana kwamba anatenda. Unajua kitu ya kwanza Daudi aliposema anataka kumuua Goliathi, watu walimpea mawaidha mengi sana. Wakamwambia, wewe ni kijana mdogo, sasa wewe unapigana na nani? Huyu mtu kwanza amekuwa akipigana kutoka kitambo. Sasa wewe ni nani? Haleluya. Vile wanavyosema Jose hawezi akafanya chochote. Vile wanavyosema ili kanisa la Jesus Love haiwezi kuwa kanisa la kipekee. Lakini wapendwa, tukiamini huyu Yesu, kuna mambo yanafanyika yasiyo ya kawaida. Utapata siku moja wanakuja kwa kanisa, wanasema kwa kweli kwa hiyo kanisa kuna Mungu. Ni kwa sababu tulijua siri ni kuachilia Mungu aandae mioyo yetu, aandae atawale hata kwa kila jambo tunalofanya. Daudi hakukubali atishiwe na mtu mmoja. Hakukubali avunjwe moyo na mtu. Alikuwa na ujasiri ndani yake na kujua kana kwamba hii kitu ninayoifanya sio mimi ninafanya, ni Mungu aliye ndani yangu. Sijui siku ya leo mambo gani yanayolikulemea yamekuwa ni kama Goliathi kwa maisha yako. Unajua, nimewaza sana nikajiuliza, yaani kama mtu ana uwezo wa kuinuka aenda kwa waganga atoe ng'ombe animalize mimi, na yule Mungu aliye ndani yako ako zaidi ya ng'ombe, amepita hiyo ng'ombe. Wapendwa, si tusimame na tuambie Mungu hiyo mambo ya kupigwa na nguvu za giza tumekataa. Ni kwa sababu ametuambia ni yeye mwenye vita. Daudi aliambia Goliathi, akamwambia, mimi si mimi napigana, ni Mungu aliye ndani yangu, yeye ndiye atapigana. Wapendwa, vita zingine tukiziona hakuna haja ya kupigana.
tunahitaji kusimama na kusema liwe liwalo, huyu Mungu ataenda kuonekana. Haleluya. Maandiko inasema Daudi akachukua mawe yake, akawekelea, akarusha, akamgonga Goliathi akaanguka. Haleluya. Yaani unajua kitu ya kwanza, Goliathi alikuwa mtu, si mtu wa kuchezewa. Lakini mawe ilikuwa sio mawe ya kawaida. Wapendwa, sio mawe ya kawaida. Kuna mambo mengine yakifanyika yanakuwa sio mambo ya kawaida. Unaweza pata kwa hii kanisa imekuja kiwete, imeombewa na pasta. Yaani hiyo kiwete imeombewa na pasta inaweza kwenda. Unafikia huyo pasta si mtu wa kawaida. Huyo ni mtu wa kuzimu, lakini sio kuzimu. Ni Mungu aliye ndani yake. Ni kwa sababu amejua akikaa ndani ya Mungu mambo yatafanyika sio ya kawaida. Wapendwa, nguvu za Mungu huwa zinafanya mambo ya ajabu. Na zinafanya mambo ya ajabu ukiamini Mungu kana kwamba anatenda. Goliathi hakuwa anajua kana kwamba huyu Daudi ana uwezo wa kumaliza. Aliona kama mtu kadogo, vile wanavyokudharau, vile wanavyotunena, vile wanavyotutukana, lakini tunajua kana kwamba yule Mungu aliye juu yetu ana uwezo wa kupigana. Haleluya. Wapendwa, kuna vita zingine tusipo amini Yesu Kristo na kumpea nafasi ya kwanza hatuwezi. Lakini tumpea nafasi ya kwanza, mambo yatafanyika sio ya kawaida. Daudi alikuja akakuwa na imani ya kana kwamba kuna kitu. Unajua Friday tulikuwa kesha, nikasema bila imani huwezi kufanya chochote. Bila imani, hiyo maandiko nikisoma, ingawa hakuna imani imetajwa mahali, lakini kitu ya kwanza Daudi alikuwa na imani. Daudi hakuwa na yumba. Daudi hakuwa anaona ni kama nitaweza, ni kama sitaweza. Ni kwa sababu kama angekuwa na hiyo jambo na hiyo mawazo kwa akili yake, angemalizwa na Goliathi. Lakini alikuwa na msimamo wa kana kwamba mimi nitakaposimama nipigane na Goliathi, kile nitakachofanya itakuwa mambo ya ajabu. Amen. Na kwa kweli wapendwa, ilikuwa mambo ya kushangaza. Ni kwa sababu Goliathi aliweza kuanguka. Basi endelea from verse 50. Mstari wa 50. Hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kobeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua. Walakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Hebu piga hapo. Haleluya. Maandiko yanasema Daudi alifanya kukimbia, hata hakuwa na upanga. Alienda kuchukua ule upanga wake, ule wa Goliathi, ule alikuwa anapigana vita nao. Naye akachukua ile upanga na akakata kichwa ya Goliathi. Haleluya. Wapendwa, ukitembea na nguvu za Bwana utaweza kuwa mtu wa kushangaza kwa hii dunia tulio. Ni kwa sababu unaposoma hii maandiko vizuri, Daudi alipomkata Goliathi kichwa yake, hakumkata na upanga wake, alimkata na ule upanga wa yule adui yake. Basi endelea. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Nao watu wa Israeli na Yuda wakainuka na kupiga kelele, nao wakafuata Wafilisti mpaka ufikapo Gathi na mpaka malango ya Ekroni. Nao majeruhi wa Wafilisti wakaaguka kando ya njia iendayo Shalimu mpaka Gathi na mpaka Ekroni. Kisha wana wa Israeli wakarudi kutoka katika kuwafukuza Wafilisti, wakateka nyara malagho yao. Naye Daudi
akakitoa kichwa chake yule Mfilisti na kukileta Yerusalemu, lakini silaha zake akaziweka hemani mwake. Amen. Hallelujah. Wapendwa, kitu ya kwanza Biblia imesema Daudi alipomuua Goliathi, watu wa Israeli walifanya nini? Walipiga makelele, wakashangilia. Ni kwa sababu ile kitu imeondolewa, ilikuwa mzigo kwao. Uko mahali hapa siku ya leo, yaani kuna mambo yamekuwa mambo ya kushangaza, yamekuwa mambo ya kushtusha kwa familia yenu. Wewe uliyeokoka una uwezo wa kupigana vita, una uwezo wa kuondoa hiyo jambo na kufanya mambo ya kuwa sawa sawa. Ni kwa sababu wapendwa, tukiwa na Yesu Kristo, mimi naona mambo yako rahisi, mambo yako rahisi. Na wapendwa, Daudi kwanza, mimi ile imani ilikuwa na Daudi ilikuwa imani ya kushangaza. Nikisoma hiyo maandiko huwa inanitia nguvu sana. Ni kwa sababu yaani yeye alikuwa anafanya mambo yanaonekana ni kama si mambo ya kawaida, lakini ni Mungu aliye ndani yake. Huyo Mungu ndiye alikuwa anafanya mambo haya mambo. Wapendwa, sijui ni jambo gani hiyo limekuwa kama Goliathi kwa maisha yako. Umeingia kwa kanisa, unasema hao watoto wangu sijui nitafanya nini, huyu mzee wangu sijui nitafanya nini, ili kanisa sijui litafanywa nini. Yesu yuko juu mbinguni, yule aliye na uwezo wa kutenda. Na huyo Yesu aliyepigana vita akamuua Goliathi, ataenda kupigana na kuua Goliathi walio kinyume maisha yetu. Haleluya. Mimi sitaki kujua itagharimu gharama gani. Hata kama ni mamangu anakufa, kama ni yeye amekuwa adui yangu, wacha aondoke. Ni kwa sababu wapendwa wa Mungu, kuna mambo yasipoondokea hatuwezi tukaishi kwa amani, hatuwezi tukakaa kwa amani. Kwa hivyo lazima kile ambacho kimetufanya tusikuwe na amani kiondolewe, ndio tukuwe na amani. Goliathi alipokufa, wale wa Israeli waliweza kushangilia. Ni kwa sababu walijua adui yao ameondolewa, adui yao ameshaaga, hayuko tena. Unajua kuna maadui, kuna vitu zingine lazima maadui zako wakufe ndio uendelee. Kuna watu waliweka maangano wakasema, mimi nikiwepo Pastor Joseph Mutumi ataendelea. Na kama ataendelea lazima nikufe. Na mimi nasema siku ya leo, yule aliye kinyume na maisha yangu ama kinyume na ile kanisa, wacha akufe ndio kanisa iendelee. Juu mimi sioni kitu kingine kwake. Yeye ni Goliathi. Juu alisema mahali alienda, alikuja akasema, hii sadaka ninayoitoa ninasema hiyo kanisa isiwahi inuka. Wale washirika wasiwahi ongezeka. Na akaweka angano. Na mimi naweka angano ya Yesu Kristo, nisema kana kwamba kupitia uwezo wa Bwana tumepewa nguvu na mamlaka. Kwa hivyo hao maadui wanaotuzingira lazima waondoke kwa jina la Yesu Kristo. Ukisoma maandiko ya popote panapo eleza mambo ya Daudi, unaona Daudi alikuwa mtu wa imani. Ukisoma Psalms 23 verse 1, alikuwa anasema Bwana ndiye mchungaji wa. Yaani yeye anajua akiamka asubuhi hata kama hana pesa amekuwa na chakula. Haleluya. Amen. Wewe usicheze na mtu ambaye anaweza kuwa simba. Nakwambia pastor, ukifufua mtu ambaye amekufa hapa, utatafutwa mpaka na president. Haleluya. Ni kwa sababu ile kitu umefanya ni kitu cha kushangaza. Na sio kitu ya kawaida. Kwa hivyo wapendwa, kuna mambo tunafanya sisi watu ambao tumeokoka mpaka yashangaze dunia. Mimi nimeambia Mungu, popote nitakapoona, popote nitakapopitia, nataka nguvu za Bwana zionekane. Nataka zile nguvu zilikuwa na Daudi kwanza zionekane ndani yangu.
Ni kwa sababu Biblia inasema sisi ambao tumeokoka tumepewa nguvu na mamlaka. Haleluya. Sasa nataka usome Marko 16:16. Mark 16:16. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 16. Na neno la Bwana linasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aaminie atafanya nini? Batizwa. Atafanya nini? Biblia inasema kwa Kigamba, unaona kuetikila na kutangiwa. Unaona kuetikila na kubatizwa. Akatangiwa. Ndio unaona kuetikila akasile. Haleluya. Hiyo ni maandiko ya Kigamba vile inavyosema. Biblia inasema yule atakaye kubali na kubatizwa ataokolewa. Lakini yule asiyekubali atakuwa mtu wa kuteseka. Wapendwa, sisi tulio mahali hapa tumeweza kukubali Yesu akuwe mtawala wa maisha yetu. Tunaomba huyu Yesu apigane vitu. Ni kwa sababu amekuwa ndani yetu. Na ametuambia kana kwamba vita sio yetu, vita ni yake. Haleluya. Soma verse 17 pastor. Verse 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Zitafuatana na wale waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Na watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Hiyo ni maandiko inasema. Inasema, sio mimi nimesema. Wale wameamini huyu Yesu watakuwa wanafanya miujiza. Wanaponya wagonjwa, wanafufua wale ambao wamekufa, na mambo yanakuwa ya kushangaza. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, sisi tulio ndani ya Yesu Kristo tumepewa nguvu na Bwana. Na hizi nguvu tumepewa na Bwana tutazipata tukikaa kwa njia za Bwana. Tusipokaa kwa njia za Bwana, mpendo na kuambia unakuwa wewe mtu tu wa kawaida. Unakuwa tu mtu wa dunia tu. Lakini ukiamini Yesu Kristo na ushike njia zake na ukae kwa mienendo yake, na kuambia mpendo utakuwa mtu wa kushangaza. Na kuambia mpendo hautaweza kupigana vita. Na kuambia mpendo hautaweza kuwa unateseka. Utakuwa tu unasema ili jambo ninalolihitaji nataka ikaweze kutimia. Na hiyo jambo linatimia. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu mwaminifu. Sijui mpendwa, ni mambo ya aina gani yamekuwa kwako kizuizi. Kwa Bwana maandiko inasema tu kupitia nguvu za Bwana Goliathi ataweza kukufa. Kwa hivyo mpendwa, naweza kukuambia hivi, Bwana ana uwezo wa kutenda hiyo jambo unaona ni kama ngumu kwako. Bwana ana uwezo wa kutenda. Borake uamini, borake ujue kana kwamba yule Yesu aliyeniita ana uwezo wa kutenda kwa njia ya kipekee. Naye Mungu atakuwa Mungu mwaminifu. Kuna maandiko iko Psalms 46. Psalms 46. I think verse 1. Psalms 46. Zaburi ya 46 mstari wa kwanza, maandiko inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Amen. Biblia inasema Mungu ni nini? Ni kimbilio la wakati wa nini? Wa shida. Kwa hivyo wapendwa, nataka tuamini siku ya leo kana kwamba Mungu ataenda kuwa kimbilio yetu kwa maisha yetu, kwa ndoa zetu, kwa kazi ya mikono yetu.
tunaomba huyo Mungu aonekane. Na zile vita tunazopigwa ambazo hatuwezi tukaziweza, wacha Bwana mabwana akasimama na kupigana vita. Ni kwa sababu hiyo ni Mungu mwaminifu. Kile ambacho kimekuwa ni kama akiwezekana kwa maisha yako, wacha Bwana mabwana akakuwezesha. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, na ni Bwana aliye zaidi na zaidi na zaidi. Na ni Bwana ukimwamini anatenda kwa njia ya kipekee. Haleluya. Kitu ya kwanza wapendwa, kile cha maana tu, ukitaka maisha yako ikuwe maisha mazuri, hata ukiingia kwa changamoto, usikuwe mtu wa kwenda nje za njia za Bwana. Kuwa mtu wa kukaa kwa njia za Bwana. Psalms 37 verse 5. Zaburi 37 mstari wa 5. Umukabidhi Bwana njia yako. Umukabidhi Bwana njia zako. Pia umtumaini naye atafanya. Yaani umtumaini zidi kumwamini. Yaani ukiamini Bwana naye utamuona. Haleluya. Yaani umeingia kwa hili kanisa siku ya leo, nataka uamini Bwana naye utamuona. Hata kama ni kwa jambo gani, hata kama ni kwa watoto wako, ukimwamini utamuona. Daudi alipoamini Bwana aliweza kumuona wale vita alikuwa anapigana. Wapendwa, usipopea Mungu nafasi ya kwanza, hauwezi ukashinda vita ya shetani. Usipopea Mungu nafasi ya kwanza, hauwezi ukashinda vita ya magonjwa. Lakini ukipea Mungu nafasi ya kwanza, hiyo vita ya magonjwa ina uwezo ya kuisha nguvu. Ni kwa sababu Mungu, Biblia inasema popote Mungu alienda, popote Yesu alienda, alikuwa anafanya nini? Anatenda mazuri. Kwa hivyo ninaamini kana kwamba huyu Yesu ataenda kutenda mambo mazuri kwa maisha yetu. Na kile ambacho kinatoa utukufu mbele zetu kikaweze kuondolewa na nguvu za Bwana. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Mpendwa, sijui ni kwa nini hiyo maandiko imeunganishwa na hiyo Pastor Eli. Juu vile mimi nasikia hapo tu kupigana vita. Haleluya. Maadui ni kuondolewa, wanaondolewa. Na wapendwa, tafadhali tusikue watu wa kukufa moyo. Tusikue watu wa kukata tamaa. Unaweza kuwa umetoka mahali pale nyumbani, umesema nataka kwenda kanisani siku ya leo, lakini unapatana na changamoto za kimaisha, unakata tamaa, unasema hata niliacha kwenda kanisani. Mpendwa, nataka nikwambie siku ya leo kuna mambo yanayofanyika ndio ya kuzuilia baraka za Bwana. Daudi alipomuua Goliathi, kitu ya kwanza alikuwa ameidiwa kana kwamba atapewa mtoto wa mfalme. Alikuwa ameambiwa atapewa msichana wa mfalme. Kwa hivyo Daudi alipomuua Goliathi aliweza kupokea yule mtoto wa mfalme. Haleluya. Wapendwa, kuna mambo tutayafanya yalete heshima kwa maisha yetu, Mungu akiwa ndani yetu. Kuna mambo yatakuwa yameshindikana na watu wa dunia, lakini kwa sababu sisi tuko ndani ya Yesu Kristo, hayo mambo tunayaweza. Tunaenda tunafanya hayo mambo, na hayo mambo yanapenda. Na huyo Mungu aliye ndani yetu anaonekana tena kwa njia ya kipekee. Biblia inasema vita sio vyetu, vita ni za Bwana. Kwa hivyo wapendwa, saa hii wale maadui wanaotupiga vita hawatupigaki vita physical, wanatupiga vita kule rohoni. Kwa hivyo na wewe lazima upigane rohoni ndio upende. Ukiona umetupiwa roho ya ugonjwa ama umekuwa ukiteswa na umasikini, siri ni kwenda kwa maombi, kuambie Bwana, hii jambo nimeikataa. Hii jambo nimeikataa. Nahitaji maisha yangu ikuwe maisha ya kuheshimika. Nahitaji ndoa yangu ikuwe ndoa ya kuheshimika. Nahitaji
watoto wangu wakuwe watoto wa kuheshimika. Naye Mungu ukimwomba anatenda kwa njia ya kipekee. Ni kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Na wapendwa, hakuna jambo tusiloliweza tukiwa na Bwana. Haleluya. Biblia inasema nimeweza nikiwa ndani ya yule anayeniwezesha. Haleluya. Nataka pastor nisomee Matendo ya Watume chapter 16. Chapter 16 verse 25. Matendo ya Watume. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Endelea. Ghafula pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao wote vikalegezwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Paulo na Sila walipokuwa pale gerezani waliweza kuabudu mpaka ile milango ya gereza ikafanya nini? Ikafunguka. Ile minyororo iliyowafunga ikaweza kukatika na ikaweza kuondokea kwa maisha yao na wakakuwa huru. Wapendwa, siri ni kukaa kwa Kristo Yesu. Siri sio kitu kingine. Daudi sio eti alikuwa ameenda kwa waganga akatibiwa. Sio eti Daudi alikuwa na mapepo. Daudi alikuwa amejua kana kwamba nikiwa na Yesu mambo yatafanyika ya kushangaza. Nikiwa na Yesu nitaweza kufanya mambo ya kushangaza. Wapendwa, tukiamini Bwana tutaweza kufanya mambo ya ajabu tena kwa njia ya kipekee. Na Mungu ataweza kuwa Mungu wa ajabu kwa maisha yetu. Mimi chenye naweza sema hiyo nafasi nakaribisha pastor. Nimekamilisha ibada kwa kuhubiri. Nataka nikaribishe pastor. Wewe uende mbele za Bwana tu. Pastor uongee kitu ukura na kutoka hapo mtu aende mbele za Bwana amwambie Bwana tunamhitaji kwa maisha yako. Asante kwa Bwana. Haleluya. Neno limetuambia Daudi alimuua Goliathi. Na hapo pastor amefikisha hapo chini kuna kitu kilifanyika after that event. Please wana ukote. Unajua Daudi akienda kwa hiyo vita yeye hata hakuwa anaenda vitani. Ni kutumwa, alikuwa ametumwa na baba yake apeleke chakula. Na ile kitu alikuwa amebeba ni ile tu fibo na hiyo fumo. Na ilikuwa in case nikutane na wanyama jiani wanaweza kunisuilia kwenda kwa hiyo safari, nitaweza kujikinga. Please wana ukote. Lakini ndani yake kulikuwa na Mungu aliyekuwa mkubwa. Ukisoma hiyo maandiko chini, hiyo vita haikuwa ya siku moja. Walikuwa wamekaa kwa the valley for 40 days. Day and night. Hawaendi nyumba. Wanauliza sasa ule mtu ni nani anaweza kupigana na yeye? Wapendwa, kuna kitu ningependa tu mshana wale tukaweze kuomba Mungu. Wakati Daudi aliambiwa na Sauli na wanajeshi na akapelekwa kwa Sauli akahoji, aliweza kumpatia mavazi yake. Na Daudi alipojipima hivi akasikia, mimi siwezi kwenda na hii vitu kwa vita. Huwezi kupigana na faith ya mtu mwingine. Haleluya. Imani ile iko ndani yako, hiyo ndio utapigana na. Alafu katika imani pia ni vizuri kusikiza Mungu. Manake hata kama Biblia haijafafanua, ni vizuri kuelewa na kujua na kufahamu kwamba kuna kitu cha kipekee Daudi aliweza kufanya. Alisikiza Mungu. Mungu akamwambia, nataka tu utumie kitu simple. Wewe okota mawe. Maybe kama kungekuwa na mtu pale amuuliza, sasa mawe inawezaje kupigana na ule mtu? Wapendwa, naomba tuwe tunasikia sauti ya Bwana katika jina la Yesu.
katika ile vita yuko na yule jambo liko mbele yako. Ukiruhusu tu nafasi ya Mungu ndani yako, mpendo, utapata ushindi. Na jambo la mwisho ni kwamba nimewaelezea Daudi akija kwa ile vita, yeye alikuwa ameenda mguu. Lakini wacha nikwambie, kuna vita zingine zinatokanga maishani mwako hadi ya mtu za kukuheshimisha. Hiyo hakuja pata ufunuo. Yaani kuna vita ikiinuka, wale wanaokupigania kukumaliza, lakini naye Mungu kuna vile anaigeuza. Ukimsikia hiyo vita inakuwa, yaani vile utatumika na kupigana, hai utapata heshima. Praise the Lord of God. Maandiko inasema baada ya hiyo heshima zote, baada ya hiyo vita yote, Sauli amekatwa kichwa. Mimi mnafikiri Daudi alirudi aje mjini? Ama bado alirudi kushuka kodo? Bwana besi. Alibebwa akawekelewa kwa ile gari ya farasi. Ilikuwa inabeba jemedari wa majeshi. Hata jemedari mwenyewe aliamkia kiti. Akasema sasa enda na hii. Praise the Lord of God. Alafu nyimbo zikaanza. Sasa unajua wamama na watoto walikuwa wanaashwa kule mjini. Sasa alafu vita zikishindwa, kuna mtu anakimbia anawapatia ripoti. Ama wakishindwa pia anaenda anakimbia anapea ripoti. Sasa wakati vita zilisha, ukatumanwa mjini. Manake watu walikuwa wanangoja resort. Na maandiko inasema wakati watu waliambiwa kile kimetendeka, wamama walishukua darama na vinubi na tarumbeta. Wakaanza kuimba. Wakasema Sauli ameua mamia, lakini huyu Daudi ameua maelfu. Hata mpaka yule alikuwa amempea kazi, aliposikia wimbo vile inasema ati mimi niliua mamia na ndiye nilikuwa nimepeana kazi, na huyu nilipea kazi ameua elfu. Roho yake ikageuka ikasema huyu mtu nisipomuua hata kukiti atakitoa. Praise the Lord of God. David went back home with his celebration. Let me tell you something. Unajua hii vita si physical. Mwingine anapigana kwa do. Amen. Mwingine anapigana na neighbors. Mwingine vita yake ni ya community. Praise the Lord of God. Wapendwa, wasipate revelation. Si ati kila vita yote inakutokea ndio unachukua simu upigie polisi. Nyinyi mnasikia polisi sasa kama polisi hata si polisi ni jeshi. Walikuwa wameshindwa na vipi? Na wewe sasa unachukua simu upigie polisi. Hiyo vita kuna ushindi kweli? Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa nasikiza pasta mwingine na summarize pasta. Nampenda sana kumfuata, akasema siku moja alikuwa ameenda mahali kwa crusade. Sasa kumbe kwa hiyo crusade kulikuwa na washauri walikuwa wanakuja. Alafu sasa mshauri mmoja akanenewa na Mungu. Akaambiwa kuna mtu nitaleta kwa hiyo crusade, na usipo okoka wewe nitakuua. Mwanzo basi. Sasa basa na yeye alikuwa anaenda crusade, ni kwa alikuwa ameali. Sasa akienda kutoka kuna ile nguo alikuwa amepewa. Akaambiwa na Mungu usivae hiyo nguo. Vaa nguo fulani. Akang'ang'ana sana. Kumbe ile nguo ameambiwa avae ndio mshauri alikuwa ameonyeshwa. Huyo mtu atavaa hiyo nguo ndiye atamuua naye. Kitu simple tu kusikiza sauti ya Mungu. Praise the Lord of God. And that wish had to surrender. Manake alipofika kwa mkutano akaona ile mavazi yenye alionyeshwa usiku, akagua huyu mtu usipookoka utakufa. Sasa basi alikuja kujua wakati mchaji alishuhudia. Sijui vile vita unapitia ni kitu gani Mungu anakushughulikia ndio upate ushindi. Daudi aliambiwa okota ma. Haleluya. Elisha akaambiwa hawa washana wapewe chakula waende nyumba. Tuambie mtu hapa apeane chakula. Bwana Yesu apewe sifa.
uambie Mungu hapa apeane chakula. Na kumbe hiyo chakula ndio inamaliza vita. Simameni kwa Mungu. Nataka tu uinue mikono yako mbele za Bwana. And you tell God, in my battles, I need to hear your voice. Because if you fail to hear the voice of God in that battle, you may lose the battle. But the battle has come to announce you. Wakati mwingine tunaangalia ukubwa wa shida, tunashindwa kuona kile Mungu anaweza kufanya. Si ujiombe mpendo, umwambie Bwana, naomba katika vita niliyo ndani yake nikasikie sauti yako. Daudi alisikia, okota mawe. Kuna mtu atasikia sauti ya Bwana na akiiti, kuna vita ataenda kushinda. Na hizo vita zikiisha, Bwana anaenda kumheshimisha. Maana vile Daudi alikuwa amekuja, si hivyo alirudi. Alikuwa amekuja akitoka msituni, akinuka mkonjo wa kondoo, akinuka vibaya, akiwa na vumbi kwa miguu. Lakini Bwana alikuwa ametayarisha vita ya kumuannounce, ya kumheshimisha, lakini haikuwa ya kumumaliza. Mimi nahisi moyoni mwangu kwamba kuna mtu ambaye Bwana ametumia mshukaji siku ya leo kunena na maisha yake, kwamba vita anayoipitia Bwana ameileta amuheshimishe. Bwana ameileta amutiishe. Wale walio wamudharau wakajue yeye ni nani. Mpendwa, siujitishie nguvu dakika moja. Mwambie Bwana, nipe nguvu nisiondokee vita. Kama vita iko kwa ndoa, usitoke kwa ndoa. Kama vita iko kwa familia, usitoke kwa hiyo vita. Endelea na kumwamini Bwana. Ukamwambie Jehova siku hiyo, Goliathi hakurudi na tishwa nyumbani. Hata katika hii vita Jehova, na mimi ninatangaza kupitia ufunuo wa neno lako kwamba Goliathi aliyesimama kisha hatarudi naye nyumbani. Neno linatuambia Daudi alikuwa ni kijana, mtu hakuwa na sifa, hata kama haujulikani. Na kuambia siku ya leo, sauti ya Mungu inapokuja juu yako, na usimame na utii hiyo sauti, kuna ushindi Bwana ameashiria kwa ajili ya maisha ya watu wa Bwana. Wale walikuwa wamesimamishwa damu siku 40, yawezekana kwako sio siku, imekuwa ni miaka. Imagine Mungu amekuwa akihesabu na anajua kikomo chake. Natangaza kikomo ya vita kwa ajili ya maisha ya mtu aliyelisikia na kulipokea neno la Bwana na kupata kuliamini. Kwa kina wa Israeli ilikuwa ni siku 40, ilikuwa ni mwezi mmoja na siku 10, lakini nimekuja kukutangazia hata miaka na majira uliyeweza kusumbuka, uliyeweza kusumbuliwa, uliyeweza kuaibishwa, uliyeweza kusimamishwa damu, kwa Jehova ni dakika moja tu akiashiria neema, vita zinaisha. Wakati alimkataa Goliathi kishwa majeshi wakati wa nguvu, neno la Bwana linasema wakawakimbiza Wafilisti, wakataka nyara vile vitu walikuwa wameibia watu wengine, na wao wakashukua, wakarudi wakiwa wao ni matajiri. Naomba hiyo vita vile imekuhangaisha, ikakufanya uwe masikini, hata waliochukua vitu zako na za wengine, Jehova akatumia hiyo nafasi kuweza kukutajirisha, kuweza kukuinua, kuweza kuleta uregesho katika jina la Yesu. Wapendwa, kuna vita tukishinda, kumbe kuna wengine zimewalemea. Wanasema vile fulani ameshinda hii vita,
Kushinda kwake ni kutiwa nguvu kwako. Ukashinde hiyo vita. Mwingine akatiwe nguvu. Ukashinde hiyo vita. Mwingine anakuangalia. Wapendwa, tusirudi nyuma. Hata kama tunapigana, kuna watu wanatuangalia, wanasema kama huyu ameweza, na mimi nitaenda kuweza. Jehova ndiye anawezesha watu wanapofungua mioyo yao kwake na kuwa na imani. Natangaza ushindi katika jina la Yesu. Bwana, watu hawa wameinua mikono yao, ashiria nguvu za ushindi ndani ya mioyo yao. Ushindi haukuwa kwa silaha. Ushindi wetu hauko kwa masomo. Ushindi wetu hauko kwa pesa. Ushindi wetu hauko tunajuana na nani hapa duniani. Ushindi wetu uko kwa Yesu aliye ndani yetu, tuliyemwamini tulipookoka. Natangaza katika hii madhabahu, akaende kukupatia ushindi, na ukasikie sauti yake, na ukapate kutii. Na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Baba, tumeomba, tumeshukuru na kuamini. Shangilia Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Haleluya. Ni vizuri kujua kwamba sio vita zote zinakujaga kutumaliza. Haleluya. Sasa ile vita imekuja, ndio unafunganya unaenda kwenu. Kristo anakuja. Kumbe hiyo vita ilikuwa inakuja kukuheshimisha. Msiache Mungu, wapendwa, hata kama ni kitu gani kimefanyika. Haleluya. Praise the Lord of God. Hiyo vita inakujaga, Bwana ainuliwe. Amen. Oja Bwana awe baraka kwenu katika jina la Yesu. Nataka tujiandae kutolea Bwana sadaka zetu, na tuamini kwamba this is the day the Lord has made. Amen. Amen. Kuna kitu kinaweza kukufanyikia, kumbe hata watu hawajuagi wewe ndiye Pastor Mlindi. Kitu kibaya. Na sasa hivyo kimefanyika mbele ya watu, ndio watu wakajua wewe ni nani. Kumbe vita ingine ni ya kukutangaza tu. Wacha kuogopa vita. Wacha kukimbia. Wacha kupigana na mwili. Amen. Wacha hiyo mambo, wacha nipigie bwanake, wacha nipigie babake, wacha nipigie mzee wa mtaa. Hapana, usiende hiyo line. Angalia Bwana. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia. Kumbe hiyo njia Bwana abezi. Imagine Daudi akikataa kupeleka chakula. Yeah. Bwana hizo bezi. Kazi simple. Na kumbe hiyo Mungu alikuwa na baba yake alikuwa na mwalaje. Wewe peleka chakula. Amen. Kuna thawabu ilikuwa inamgoja. Ndio ilikuwa inamtokezea kwa hiyo njia. Naomba hata wewe Bwana akutengenezee njia. Yeye inafanya uende ukainuliwe na ukaheshimiwe kwa jina la Yesu. Nataka tuombe kwa sababu ya dhabihu zetu. Kama uko na fungu lako la 10 unaweza ukasonga mbele tukaomba pamoja. Atakubariki. In the name of Jesus. Hallelujah. Yeah. Ni vizuri tunapomwabudu Bwana kile ametubarikia. Kama uko na fungu lako la 10, just come forward. I want to bless you in the name of Jesus. God is faithful and He will continue being faithful to those who are faithful to Him. Praise the word of God. Washa tukaamini Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Kuna sauti Daudi alisikia kwamba okote mawe.
na hakujua hiyo mawe ndio ilikuwa inamaliza vita yake. Sisi huwa tunasikia sauti mingi tunapokuja katika madhabahu, na kati ya zile sauti tunasikia kupitia kwa neno lako ni kuwa waaminifu kwa kile umetubariki nacho, tuwe tukikutolea fungu la 10. Baba, wapendwa hawa wamesimama mbele zako na fungu la 10. Naomba Bwana likawe mawe aliyookota Daudi na ikamweke Goliathi chini siku ya leo. Nguvu zako zilizoingia kwenye hiyo mawe Baba, dhabihu aliyoitoa Bwana, nguvu zako zikawapiganie na zikaweze kuwatetea na zikawa announce wajulikane wao ni akina nani, ikawe ni njia ya kuwafungulia milango. Bwana, washa ukainuliwe, washa ukatukuzwe, kwa sababu wewe ni Jehova, na ni kwa Kristo Yesu Bwana wetu nimeomba na kuamini na kunena Bwana. Sema amen. Inua sadaka yako ya hiari, umwambie Bwana ni asante. Dakika moja unaweza tu kuweka bahasha yako, kama iko kwa simu unaweza ukatoa. Father, we thank you. We thank you again, because in this order today you have revived our hearts. Umetupa tumaini Bwana. Pengine mwingine alikuja hapa Bwana akiwa na kilio na amekosa tumaini, amesukumwa, amefika mwisho Bwana, na wewe umekuja kumwambia mwisho wa mwanadamu huo ndio huwa mwanzo wako. Baba, watu hawa wanapoabudu katika hii madhabahu na dhabihu zao za kujitolea Bwana, naomba ukazibariki. Bariki kazi za mikono yao Jehova, na hata kusipitia masikio yao ikafunguke, wakaweze kusikia kusudi lako, na wanapolifuatilia na kulitii, sifa na utukufu zikakurudie. Na ni katika Kristo Yesu Bwana wetu Baba tunaomba, tunashukuru, na zaidi ya yote tunaamini. Sema amen. Naweza ukaleta tu sadaka yako kwa madhabahu, kama iko kwa simu unaweza pia ukatoa, na Bwana